Kwa jina naitwa Mohamed Ali Kawaida, ni mwenyekiti wa Jumuiya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi Tanzania. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na uhai, na siku ya leo tukaweza kukutana hapa tukiwa katika hali ya umoja na mshikamano, lakini kikubwa ikawa ni amani kwa taifa letu. Jambo la pili, niendelee kuwashukuru sana ndugu waandishi wa habari kwa namna ambavyo mnavyoendelea kujitolea na namna ambavyo mnavyoendelea kusambaza taarifa mbalimbali kwa jamii inayozunguka hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya mambo mbalimbali yanaendelea katika taifa lao. Lakini jambo la tatu, leo tumeiteni hapa juu ya uzinduzi wetu wa programu ya Kijani First Time Voters. Na Kijani First Time Voter hii sio programu mpya, bali huu ni muendelezo wa programu yetu ile ya mwanzo iliyokuwa ikiitwa Kijana na Kijani. Na kampeni yetu hiyo ilikuwa na kauli mbiu inayosema tunazima zote tunawasha kijani. Kampeni ambayo tuliizindua pale Dar es Salaam, tukaenda Pemba, tukaenda na Unguja. Kwa hiyo huu ni muendelezo wa ile kampeni ya Kijana na Kijani. Sema kwa kuwa tumelitarget ama tumelikusudia kundi maalum la vijana, lakini sio tu kundi maalum la vijana, bali tumekusudia kundi maalum la vijana kwa wale ambao watakuwa mara yao ya mwanzo wanapiga kura. Ndio maana tukaita Kijani First Time Voters. Lakini lengo la kampeni hii ni bado kuendelea kuwasisitiza vijana wote ambao wanakwenda kupiga kura mwaka huu 2025 kuhakikisha wanakwenda kuchagua rangi ya kijani. Na tumetumia rangi ya kijani ili iweze kubeba mantiki na dhima na dhamira ya viongozi wetu wote wanaokwenda kugombea katika mwaka huu 2025. Hapa nikiwa na maana ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ndio champion wetu nambari 1, lakini pia na Rais wa Zanzibar na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ikiwa na maana ya Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi. Pia tukiwa na maana kampeni hii imelenga kuenda kuwaombea kura waheshimiwa wabunge katika majimbo yote watakaotokana na Chama cha Mapinduzi, lakini pia sambamba na hao waheshimiwa wawakilishi kwa kule kwa upande wa Zanzibar na madiwani kwa upande wa Tanzania nzima. Kwa hiyo hiyo ndio lengo kubwa la Kijani First Time Voters. Na tunayo kauli yetu ambayo tunasema ikiwa watu hawasikii, ikiwa watu wanajifanya hawaoni, basi mwaka huu kwa mwaka 2025 tunayo kampeni chetu kidogo cha kuambia kwamba rangi nazo zitaongea kwa mwaka huu 2025. Kwa msingi huo, hiyo ndio dhamira kubwa ya Kijani First Time Voters. Kama una swali karibu. Kuna medili na wale wanaopiga kura kwa mara ya kwanza. Lakini kuna wale ambao waliwahi kupiga kura lakini wakakata tamaa na kurudi kupiga kura kwa mara nyingine. Wao mnaweka katika kategori gani? Lakini pia mnatumia mbinu gani kuhamasisha zaidi kuendelea kujitokeza kushiriki kwenye uchaguzi? Labda niweke vizuri kwamba kampeni hii kama nilivyoeleza hapo mwanzo ni muendelezo wa kampeni ya Kijana na Kijani yenye dhamira ya kuendelea kuwahimiza vijana kujitokeza kwenda kukichagua Chama cha Mapinduzi. Na sababu kubwa iliyotufanya kuambia watoke waende wakachague Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya utekelezaji mkubwa wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ukienda katika ilani ya Chama cha Mapinduzi yako mambo mengi makubwa yamefanywa kwa ajili tu ya vijana. Ukiangalia mikopo ya halmashauri, mikopo 30% ile tunaita local content, ukirudi katika ujenzi wa shule hizi nikiwa na maana kuanzia elimu ya msingi mpaka elimu ya juu, lakini ukijumlisha na elimu bure, hii yote inakwenda kuwanufaisha vijana. Lakini sambamba na hiyo mikopo ya elimu ya vyuo vya kati ambayo hapo mwanzoni haikuwepo, na champion wa jambo hili atakuwa ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama hilo halitoshi, ujenzi wa miundombinu ambao vijana itawezesha kusafirisha mazao kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tutaenda kuyaeleza yale mazuri na makubwa yaliyofanywa kwa upande wa vijana. Hiko ndio kikubwa ambacho tukitumia katika kuwashawishi vijana hususan wanaopiga kura kwa mara ya mwanzo. Na hapa naomba niweke vizuri ili unielewe, kampeni hii tumewa champion zaidi wale wanaopiga kura kwa mara ya kwanza, kwa sababu wao ni wanagenzi ambao hawafahamu namna na zoezi la upigaji kura linaendaje, na pengine wanaweza kuwa wanagenzi au wageni katika masuala mazima ya kampeni. Na kama tujuavu, hapo baadhi ya wanasiasa ambao hawana nia njema na taifa letu na nchi yetu wanatumia kampeni chafu, kampeni nyeusi katika kushawishi vijana hawa. Kwa hiyo ndio maana tukasema tuanze na hawa vijana ambao ndio kwanza mara yao ya kwanza kupiga kura, lakini haina maana kwamba tumewaacha vijana wale ambao tayari ni wazoefu katika zoezi la kupiga kura. Lakini kampeni hii pia inalenga kuambia vijana wajitokeze kwenda kuwania ama kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi wa mwaka 2025. Hapa tukiwa na maana katika nafasi za ubunge, nafasi za uwakilishi, nafasi za udiwani kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini chengine inapanga ama inalenga kwenda kuwahimiza vijana katika namna bora na njema ya kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Jana nilikuwa nikiperuzi mitandao ya kijamii, nimewaona vijana wa upande wa pili wa Kenya
wakieleza wazi kwamba dhamira yao ya kuja hapa Tanzania kuja kufanya vurugu, na wakionyesha kwamba wamelipwa, ni Wakenya kabisa. Na tunajua kampeni hizi zinaendelezwa kwa baadhi ya maeneo, na nimeshawahi kusema hivyo mara nyingi katika mikutano yangu ya kampeni. Kwa hiyo kampeni yetu bado pia inalenga kwenda kutoa elimu kwa vijana, kwa sababu ndio kundi lenye nguvu, wasije wakatumika vibaya na wanasiasa wenye propaganda nyeusi katika kuwajaza majungu, katika kuwajaza fitina, katika kuwajaza chuki kwa taifa lao na nchi yao ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni lipi sasa ambalo unawaambia wale waliopanga kuja Tanzania kufanya vurugu? Uzuri, taifa letu la Tanzania linalindwa na katiba, linalindwa na sheria, lakini taifa letu tumegawana majukumu. Viko vyombo vya sheria, viko vyombo ambavyo vinahusika na ulinzi na usalama wa taifa letu. Sisi kama jumuiya umoja wa vijana, kazi yetu itakuwa ni kutoa elimu kwa vijana wenzetu juu ya umuhimu wa kutunza amani, umoja na mshikamano na usalama wa taifa letu. Lakini tutoe rai na tutoe wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu wao ndio tuliowapa jukumu hili la kikatiba na kisheria ya taifa letu, kwamba watusaidie kuhakikisha mipaka yetu inaendelea kuwa salama, lakini watusaidie Watanzania wenzetu, hususan vijana wa Kitanzania wanaendelea kubaki salama, lakini watusaidie Jamhuri hii ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla inabaki kuwa salama kwa manufaa mazima ya Watanzania kwa ujumla. Kuna jingine? Kuna swali jingine? Nashukuru sana, Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Abdul Habib Mwanyemba, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Dodoma. Leo vijana wa mkoa wa Dodoma tulikutana hapa pamoja, kata zote 209 vijana walifika hapa kwa sababu ya tukio zima la Kijani First Voters. Tukio hili ni la kwenda kuhamasisha wale wapiga kura wapya ambao wamefikisha umri wa miaka 18, ambao kwa mara ya kwanza wanaenda kupiga kura katika uchaguzi mkuu, lakini vile vile katika zile chaguzi za kura za maoni zitakazofanyika ndani ya chama. Lakini pia mkutano huu ulikuwa ni maandalizi ya mambo matatu ama mawili makubwa yanayokuja ndani ya Chama cha Mapinduzi, ambapo tarehe 28 tutakutana tena kwa ajili ya uzinduzi wa jengo jipya la makao makuu ya CCM Taifa ambalo litakwenda kujengwa pale opposite na Jakaya Kikwete. Lakini pia tarehe 29 pamoja na tarehe 30 tutakuwa na tukio kubwa ambalo sasa wanachama cha Mapinduzi tunaenda kulitazama, kwa maana ya mkutano mkuu maalum wa CCM wa taifa utakaoenda kufanyika tarehe 29 na tarehe 30 katika ukumbi wa Jakaya Kikwete. Lakini sambamba na hayo, ukiachia hayo, sasa tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Lakini kabla ya kufika katika uchaguzi mkuu, tuna kura za maoni zitakazofanyika ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hii imekuwa pia fursa ya kuwaambia vijana kwamba tunazo haki mbili. Katika haki mbili, haki ya kwanza ni haki ya kuchagua, lakini haki ya pili ni haki ya kugombea. Lakini katika haki ya kugombea pana haki mbili napo. Kuna haki ya kushinda na kuna haki ya kushindwa. Lakini masharti ndani ya chama chetu, ili uweze kuwa mgombea inahitaji sifa mbili tu. Inakuhitaji ujue kusoma pamoja na kujua kuandika. Pia tumetumia fursa hii kuweza kuwaambia vijana, kuhamasisha vijana katika uchaguzi mkuu sasa kwenda kushiriki katika nafasi za udiwani, lakini pia kwenda kushiriki kugombea katika nafasi za ubunge. Na kwa kuonyesha mfano, sisi Dodoma hapa ilikuwa ni jimbo la Dodoma jiji, lakini sasa yamegawanyika na yamekuwa majimbo mapya mawili, kwa maana ya Dodoma jiji lakini pia pamoja na Dodoma Mtumba. Haya majimbo mawili, kaka yetu Anton Mavunde alitoa nia ya kugombea katika jimbo la Mtumba. Mimi kama mwenyekiti wa vijana, kwa kuwaonyesha vijana wenzangu mfano, lakini kwa kuwaonyesha utayari, muamko wa vijana, tutapimwa kwa nini? Tutapimwa kwa zile kazi tunazozifanya, tutapimwa kwa muamko wetu, tutapimwa kwa ushiriki wetu katika mambo yale yanayotuhusu. Nimetia nia ya kwenda kugombea ubunge wa jimbo la Dodoma mjini kwa sababu ya kuwaonyesha vijana wangu mfano kwamba muda wa kubeba mabegi, muda wa kusindikiza sasa umekwisha. Sisi wenyewe tutakwenda kusimama kwenda kuwawakilisha wananchi wenzetu. Nia ninayo, uwezo ninao, nguvu ya kufanya hivyo ninayo, sababu pia ya kunifanya nifanye hivyo ninayo. Mimi ni mwenzenu, mtoto wa Dodoma, nimekulia Dodoma, nimesoma Dodoma, nimezaliwa Dodoma na nitafia Dodoma, lakini nitakwenda kuhakikisha kwamba wana Dodoma watakwenda kupata kiongozi mzuri ambaye ataweza kuwawakilisha na yale matamanio yao na matarajio yao kwenda kufanyiwa kazi. Kwa majina naitwa Abdalla Ali Abdalla, ni mkazi wa Dodoma mjini. Mimi kama kijana na washauri vijana wenzangu kuwa ili zoezi la kwenda kupiga kura twende tukawapigie viongozi wetu walio sahihi. Kama mimi kijana
naenda kuwashauri vijana wenzangu wote, twende tukampigie kiongozi wetu aliye sahihi, anafanya maendeleo makubwa kwenye nchi yetu hii. Tusiende kusikiliza watu wa pembeni wanaoleta chokochoko kuhusu na nchi yetu. Twende tukajibu mitandaoni kulingana na wanavyotuletea chokochoko. Mimi kama kijana na washauri vijana wenzangu, twende tukachague viongozi wetu sahihi kwa maendeleo ya nchi yetu. Tusiwasikilize hao wote wanaoleta chokochoko au wanafanya maendeleo yetu ya nchi yashuke chini. Kwa hiyo ni watu wabaya sana hao, tusiwasikilize, twende tukafanye kupiga kula sahihi kwa viongozi wetu sahihi, tuachane na hao. Mmefikishiwa leo elimu ya kwenda kupiga kura kwa mara ya kwanza. Nawaambia nini viongozi mara baada ya kufikishia elimu hii? Kiukweli mimi kabisa hii elimu imenifikia, nimeielewa kwa usahihi na nimeelewa kwa usahihi. Ujumbe umetufikia kama sisi vijana Dodoma mjini. Tunaomba vijana wenzetu wa mikoa tofauti tofauti hapa Tanzania waende wakafanye kupiga kula kwa viongozi wetu sahihi, wasiende kuwasikiliza watu ambao wanaopotosha kwenye nchi yetu, wanaenda kuleta chokochoko zisizo na msingi, au ni wameishiwa agenda, wameishiwa kila kitu, au hawafai, ni wagombanishi. Kwa hiyo kama wewe kijana wa Tanzania, nenda kafanye jambo hili kwa usahihi, chagua kiongozi wako ambaye analeta maendeleo kwenye nchi yako, usiwasikilize watu wapotoshaji. Hatutaki tena kuwasikia wanatukana viongozi wetu kwenye mitandao ya kijamii, au hayo matusi wanayotukana, twende tukawajibu kwa hoja. Hivyo vijana wenzangu, majina yangu naitwa Abdalla Ali Abdalla, natokea Dodoma mjini. Naitwa Samirati Asman, natokea chuo cha serikali za mitaa Ombolo. Nashukuru kwa kupata nafasi hii. Mimi kama kijana tumenufaika sana, na washauri vijana wenzangu tuweze kupiga kura ili tuweze kunufaika zaidi. Wewe ni mara yako ya kwanza kushiriki uchaguzi huu mkuu. Unafikiri uchaguzi mkuu, yani kwenda kushiriki kwako wewe, kutakuwa kuna manufaa gani pengine? Kutakuwa na manufaa makubwa, kwa sababu na vijana wenzangu na washauri tuweze kuja kwa wingi, tuweze kupiga kura ili tuweze kufika mbali zaidi. Asante.